tumeona namna gani michezo inatuunganisha. Tumeona namna gani serikali yetu imeweka nguvu kubwa katika michezo. Ni wakati sasa wa vijana kuitumia fursa ya michezo. Duniani kuna michezo inayotambulika na yenye mashirikisho 2000. Huu ni mchezo wa mpira wa miguu tu. Fikiria nyinyi waandishi wa habari, kama kila mchezo tutaamua kucheza Tanzania. Wewe mwandishi wa habari unaikava story ya mpira wa miguu, atakuwepo mwingine anakava riadha, atakuwepo mwingine anakava basketi, atakuwepo mwingine anakava uogeleaji. Maana yake tutajikuta si tu ajira ya wachezaji, lakini tutatengeneza mnyororo wa ajira nyingi zaidi, ikiwemo na mahoteli yetu kupata wateja, wakiwepo watu wa usafiri bodaboda kupata abiria, wakiwepo watu wa migahawa kupata wateja. Kwa hiyo ni mnyororo mkubwa sana utengenezaji wa ajira ambao uko ndani ya wizara yetu. Ahadi yetu kwetu sisi moja tu, tutafanya kadiri ya uwezo wetu kutimiza maelekezo ya viongozi wetu na kubeba ndoto za watoto wa Kitanzania kuzipeleka duniani. Wiki ijayo, mwezi ujao, Mungu akituwezesha, nina mkutano na mmiliki wa timu ya Paris FC. Mmiliki wa timu ya Paris FC kule Ufaransa ni kama Simba na Yanga, na amenialika tarehe 8 nitakwenda kukutana naye pale Ufaransa kujadiliana namna gani ambavyo timu zetu za Tanzania tutapata fursa ya kuzitoa kuzipeleka nje. Hakuna sifahamu katika bara letu la Afrika ya kwamba mpira umekuwa kwa kiwango kikubwa kwa mchango wa Ufaransa. Yaani uende uiongelee Senegal, huwezi kuongelea wachezaji bila kuitaja Ufaransa. Mali huwezi kuongelea wachezaji bila Ufaransa. Ukienda kokote kule, hata Morocco yenyewe, ukienda hata Kongo yenyewe, huwezi kuongelea mpira wa miguu bila kutaja nchi ya Ufaransa. Na sisi kama taifa la Tanzania tumeamua kujiingiza katika mikono ya Ufaransa, kuona namna gani tutashirikiana vipaji vinavyopatikana hapa Yamri, Ndondo Cup, kote kwenye mashindano mbalimbali ya nchi yetu, na wale walioko under 15, under 20, under 17 tuwapeleke huko duniani kuhakikisha kwamba taifa letu, na wewe ukiangalia kwa mfano kama ziko nchi hapa Afrika wana uwezo wa kutengeneza timu za taifa sio chini ya 50. Tunataka na sisi ifike hatua tuwe na timu za taifa sio chini ya 50. Na tutafika huko endapo tutakuwa na sport academy za kutosha, tuna makocha waliobobea, tuna marefa, tuna training center za maana kama zinazoendelea kujengwa hapa Zanzibar na upande wa kwetu wa bara, na kubwa kuliko tuwe na timu ambazo hazitegemei Simba na Yanga. Na hapa naomba nikazie. Yaani sio timu mchezaji mpaka asajiliwe Simba na Yanga ndio aonekane bora. Tunataka ifike hatua wachezaji wetu waweze kutoka hapa Zanzibar, watoke Pemba, watoke Unguja, watoke Mwanza, watoke Arusha, watoke Mbeya, watoke Mtwara, watoke Kigoma, Geita, wanasajiliwa kwenye vilabu vikubwa kwa duniani. Wakitoka kwenye timu ya taifa, tuna timu au tuna vijana zaidi ya 200, 400, 500 walioko duniani wanakuja kuchezea timu yao ya taifa, kuitetea bendera ya nchi yao, kuonyesha uhuru wa taifa letu, na zaidi ya yote amani, upendo na ushikamano tuliokuwa nao.